Maafisa 6 wa shirika la huduma kwa wanyamapori KWS watazuiliwa kwa siku 7 zaidi huku uchunguzi wa kutoweka kwa mvuvi Brian Odhiambo ukiendelea. Mahakama ya Nakuru imetoa uamuzi huu baada ya maafisa hao kukana mashtaka ya kuhusika na kutoweka kwa Brian kwenye mbuga ya Nakuru. Miriam Nyambura na taarifa kamili. Francis Gashoki, Alexander Lorogoi, Isaac Wabukala, Michael Kimayo, Evans Kipsang na Abdulrahman Ali Sudi, maafisa wa KWS na washukiwa kwenye kesi ya kutoweka kwa Brian Odhiambo, walishtakiwa kwa kuhusika na kumteka nyara Brian Odhiambo, mvuvi ambaye alionekana mwisho kwenye mbuga ya wanyama ya Nakuru tarehe 18 Januari. 6 hao wakikanusha mashtaka, wakili wa washukiwa akitoa ombi kwa mahakama kuwaachilia. The issue as to whether or not the alleged individual disappeared in the hands of KWS is an issue that shall be heard and determined by this honorable court. We ask you very amply to consider the serious nature of this offense, which could as well turn out to be a murder case. The accused person's official position and training and the power imbalance between the accused persons and the victims and deny them bond. Mahakama ikitoa uamuzi wake. They'll give a substantive ruling on that on the 12th of May 2025 at 2:30 p.m. In the meantime, I direct that the defense be supplied with witness statements and all documentary exhibits to be relied on by the prosecution. Kukamatwa na kushtakiwa kwa maafisa 6 wa KWS kumewapa familia ya Brian Odhiambo matumaini kuwa haki itapatikana miezi 3 baada ya mwana wao kutoweka ghafla. Miriam Nyambura, runinga ya Citizen, Nakuru.